mwenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kupenda, idha takallama famin ajli Allah, wa idha sakata famin ajli Allah, wa idha a'ta famin ajli Allah, wa idha mana'a falillah, fahuwa billah walillah wa ma'allah. Mtu anapopenda, mwenye mapenzi ya kweli anapenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akizungumza ni kwa ajili ya Allah, na akinyamaza ni kwa ajili ya Allah, na akitoa ni kwa ajili ya Allah, na akizuia ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yeye yupo kwa ajili ya Allah, anafanya kwa ajili ya Allah, anaacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo mapenzi ya kweli anatakiwa kuwa nayo mtu mwenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumpenda. Hapa duniani tunapenda vitu vingi, lakini mapenzi ya kweli ni yale aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayoleta ladha ya iman. Al-Imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ametaja mambo ambayo yanaweza kuwa ni sababu za kutufikisha katika mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya kwanza, qira'atul Qur'anil Karim wa tadabburi maanihi wa tafahumihi wa ma urida bih. Ukitaka kuyapata mapenzi ya Allah, kithirisha kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini usomaji wa mazingatio ambao utakupa kuelewa Allah jalla wa ala anasema nini. Isome Qur'ani ukiambia nafsi yako annakil mukhataba, Allah anasema na wewe. Usisome Qur'ani kama ni story, ni masimulizi, la. Hii itakutengenezea mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili, dawamu dhikrihi subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Uwe na utaratibu wa kukithirisha kumkumbuka na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote. Na miongoni mwa faida za kukithirisha kumtaja Allah, utapunguza porojo, utapunguza usengenyaji, utapunguza maneno mabaya, lakini moyo wako utaupa uimara, utakuwa safi. Miongoni mwa dawa na tiba ya kutengeneza moyo ni kumtaja Allah kwa wingi. Miongoni mwa tiba za kuondoa stress nyingi katika maisha yetu ni kukithirisha kumtaja Allah. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Kupitia kumtaja Allah kwa wingi, nyoyo zinapata utulivu. Jambo la tatu, at-taqarrubu ila Allah jalla wa ala bin nawafil. Katika mambo yanamtengenezea mtu mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na wewe kupendwa na Allah tabaraka wa ta'ala, ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada mbalimbali za sunna. Madha idha ahabbakillah. Unapata nini pale Allah subhanahu wa ta'ala akikupenda? Allah anasema akimpenda mja wake, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha wa la in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adhani la u'idhanna. Nikimpenda mja wangu, basi mimi nakuwa ndiyo jicho lake, ndiyo sikio lake, ndiyo mikono yake na miguu yake. Manake nini? Allah jalla